Ikiwa semina yetu ni ya siku 5 kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23, na leo ikiwa ni tarehe 20 Januari, nikiwa nimesimama hapa, napenda kulitambulisha somo ambalo nitapata nafasi ya kufundisha. Somo letu linaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Hili ndiyo somo ambalo tutajifunza mahali hapa. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Mara nyingi somo hili la kupanda mbegu huwa linafaa sana kujifunza mwishoni mwa mwaka kuelekea mwanzo mwa mwaka, ili upate nafasi nzuri zaidi ya kujiandaa kuombea mwaka kimaombi, kuutengeneza katika ulimwengu wa roho, ili unauanza mwaka ukiwa tayari umeshajiweka mikononi mwa Mungu. Na ndiyo maana hili somo huwa linafaa sana kulipata unapokuwa mwisho wa mwaka, kwa sababu siku zote ninapenda sana mfano. Anayecheza mpira huwa hafanyi mazoezi ndani ya mechi, ila kwenye mechi anafanya vitendo, ila kabla ya mechi ndipo anapata nafasi ya kujiandaa kimazoezi. Wengine wanaendaga kambini, au wengine wanapata nafasi ya kukutana kila siku asubuhi na jioni kwa ajili ya kujiweka imara juu ya mechi iliyoko mbele yao. Na inapofika ile siku ya mechi, hakuna tena mazoezi, ni warm up. Baada ya hapo ni mechi. Sasa tunapokuwa tuko mwishoni mwa mwaka, ndo wakati sahihi wa watu kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka. Ndo wakati sahihi wa watu kuombea mwaka, kuandaa mwaka. Unapouanza mwaka ni umeshaanza mechi. Huwezi kufanya mazoezi siku ya mechi, utafungwa. Lakini kwa rehema za Mungu, kuna baadhi ya watu ambao huwa tulijui hilo, na ndio maana unaweza ukaanza mwaka ukiwa hujauombea mwaka, hujaupandia mbegu. Unaenda kupandia mbegu ukiwa tayari uko ndani ya mwaka husika. Mungu ni wa rehema na neema, anasamehe na anaachilia kibali. Na ndio maana tumepata hii nafasi ya semina kwa ajili ya wale ambao walikuwa wajapanda mbegu mwishoni mwa mwaka, lakini pia yamkini ulikuwa umeshapanda mbegu, bado semina hii inaweza ikakufaa, kwa sababu unajua mbegu huwa haipandwi sehemu moja. Yamkini kuna mahala ulishapanda mbegu tayari, unaweza ukapanda na hapa tena kwa upya. Nisikilize polepole, utanielewa. Mkulima mkubwa hawagi na shamba moja. Mkulima mkubwa huwa ana shamba zaidi ya moja. Na ndio maana mkulima mkubwa utakuta labda kwa mfano anakuambia, mimi nina mashamba 3 Singida, nina shamba jingine Iringa, nina shamba Mwanza, nina shamba na Kigoma. Kwa unakuta mtu mmoja ana shamba Singida anayo 3, ana shamba jingine Mwanza, ana shamba Iringa na ana shamba Kigoma. Asa, kwa nini kote ana mashamba? Kwa sababu yeye ni mkulima mkubwa, anategemea kuzalisha mazao kwa wingi kwa ajili ya kujiinua kiuchumi. Kwa unakuta anaweza akapanda, akaotesha Mwanza, akaotesha Singida, akaotesha Kigoma, akaotesha na mahali pengine. Asa, mkulima wa namna hiyo usitegemee mavuno anayopata yakawa sawasawa na mkulima mdogo ambaye anapanda sehemu moja tu mbegu yake. Na ndio maana mtu wa Mungu unayenisikiliza mahali hapa, wewe sio mkulima mdogo, wewe ni mkulima mkubwa. Wewe si mtu mdogo, wewe ni mtu mkubwa. Wanaonielewa wangekuwa wanasema amen. Wewe sio mtu mdogo, wewe ni mtu mkubwa. Nasema hivi, wewe sio mtu mdogo, wewe ni mtu mkubwa. Kama unanielewa sema amen. Kwa kama wewe ni mtu mkubwa, ndani yako huhitaji kupanda mbegu sehemu moja peke yake. Panda mbegu huku na kule.
Yamkini ulipanda mbegu kanisani, parokiani, ni shamba la kwanza. Umepanda mbegu kwenye chama chako cha kitume, labda kwenye karismatiki pia mlikuwa na kitu cha kupanda mbegu, ni shamba la pili. Labda mlisema kama wana moyo mtakatifu wa Yesu tupande mbegu, ni shamba la tatu. Lakini leo tunaposema wana Bikira Maria msaada wa daima wanapanda mbegu, ina maana hili ni shamba la nne. Ni shamba lako la nne ambalo umepanda mbegu. Kwa kama ni shamba lako jingine umepanda mbegu, hakikisha inaota kama zilivyoota na kwingine. Sijui kama tunaelewana, kanisa la Mungu. Kwa nini nimekusemesha hiki kitu mapema? Ni kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao ndani yao yamkini unaweza ukasema, mwalimu, mimi tayari nilishapanda mbegu sehemu fulani, kwa hiyo hili somo halinifai au hii semina hainifai. Nisikilize, semina hii inatufaa Wakristo wote tulioko mahali hapa. Haijalishi ulishapanda mbegu sehemu nyingine, ili somo linakufaa. Kama we ni mkulima mkubwa, kama we ni mkulima mdogo ambaye unataka kuwa na mambo madogo mwaka huu, basi achana na hili somo. Ila kama unataka kuwa na mambo makubwa huu mwaka, fuatilia hii semina na Mungu atakusaidia. Sema amen kwa jina la Yesu. Kwa wapendwa, nimesema somo letu linaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Malengo tulio nayo kwenye hili somo, malengo tulio nayo ni kujifunza namna tunavyoweza kujiunganisha na Mungu mwanzoni mwa msimu, ili msimu mzima Mungu awe msimamizi mkuu wa maisha yetu. Malengo tulio nayo kwenye hili somo ni kujifunza namna tunavyoweza kujiungamanisha na Mungu mwanzoni mwa msimu, ili msimu mzima Mungu awe msimamizi mkuu wa maisha yetu. Tunapokuwa mwanzo wa mwaka, mwanzo wa mwaka ni sawa na mwanzo wa msimu. Mwanzo wa mwaka ni sawa na mwanzo wa msimu. Kwa unapopanda mbegu mwanzo wa mwaka, unakuwa unajiungamanisha na Mungu na kumkabidhi msimu wako mzima wa mwaka mzima. Yeye ndiye anakuwa msimamizi mkuu wa maisha yako, ikiwa na maana ya kwamba hakuna kitu kitatoka kwenye maisha yako, kitaingia kwenye maisha yako, kitakaa kwenye maisha yako ambacho Mungu hajasimamia. Kila kitu Mungu ndo atakuwa anasimamia na kuratibu maisha yako. Kuna baadhi ya watu ambao kila mwaka maisha yao yamekuwa yakiharibika. Kila mwaka wamekuwa wakiona mambo magumu tu. Umekuwa ukiona mambo magumu, yamkini kwa sababu kitu ambacho kimekuwa kikisimamia maisha yako ni roho nyinginezo za kimapepo. Ndio maana umekuwa ukiona mambo magumu. Ila mwaka huu unapopanda mbegu, unakuwa unamruhusu Mungu asimamie mwaka wako. Kwa hiyo hatutegemei kuona mambo magumu kwa mtu yoyote aliyoko hapa, ila kila mtu tunategemea kuona huu mwaka kwake ukiwa ni mwaka wake mkubwa. Kuna watu ambao mwaka huu wataona ndoa kwenye maisha yao. Kuna watu ambao mwaka huu wataona amani kwenye nyumba zao. Kuna watu ambao mwaka huu watainuliwa viwango vya juu vya kiuchumi. Kuna watu ambao mwaka huu watafikishwa level mpya za juu za maisha yao. Kama ni wewe ungekuwa unasema amen, amen, napokea. Na Mungu akusimamie. Kwa nini? Kwa sababu tunapanda mbegu, tunamkabidhi Mungu huu mwaka. Haleluya, wana wa Mungu ale hai. Tuna maandiko ambayo Mungu ametupa kutembea nayo kwenye hili somo. Tuanze na kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4. Ule mstari wa 26 hadi wa 28. Injili ya Marko ile sura ya 4, ule mstari wa 26 hadi wa 28. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 26 hadi wa 28. Inasema namna hii. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke.
Kwa Biblia inasema ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyemwaga mbegu, aliyepanda mbegu, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, na mbegu zile zikawa zinamea na kukua katika namna ambayo yule mtu alikuwa hajui zinakuwaje, ila yeye alipanda tu mbegu. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu sisi kazi yetu ni kupanda mbegu. Kazi ya hiyo mbegu kuota, kukua ni kazi ya Mungu. Narudia tena hii sentensi. Wanadamu sisi kazi yetu kubwa ni kupanda mbegu, ila anayeratibu ukuaji wa mbegu, usimamizi wa mbegu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 6. Inasema mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Unaona Paulo anachosema kwamba yeye alipanda, Apolo akatia maji. Ina maana waligawana majukumu. Mmoja akawa jukumu lake ni kupanda, mwingine ikawa jukumu lake ni kumwagilia. Kwa nini? Kwa sababu ili mmea wao wote, ila aliyekuwa na kazi ya kukuza ule mmea anasema ni Mungu. Na ndio maana nikakwambia pale mwanzoni, kazi yangu na kazi yako ni kupanda mbegu, ila anayeratibu ukuaji wa hiyo mbegu, usimamizi wa hiyo mbegu shambani ni Mungu aliye hai. Yeye ndiyo mratibu wa kila kitu. Kupanda mbegu ni mchakato wa kiroho na sio kimwili. Kupanda mbegu ni mchakato wa kiroho na sio kimwili. Na kama ni mchakato wa kiroho, ina maana ni mchakato unaohusisha imani kwa moja, kwa sababu kila jambo la rohoni hufanyika kwa imani, si kwa akili ya kawaida. Ukimwona mtu ndani yake ni mzito kupanda mbegu, jua huyo mtu hana imani kwenye maisha yake, kwa sababu ile hali ya huyo mtu kukosa imani imemfanya akose kuwa na uhakika na kufua na ufahamu wa kuelewa kitu cha kupanda mbegu. Ndio maana kuna watu wakisikia tunaongelea kupanda mbegu, anasema nao wanataka sadaka. Huyo mtu hana imani. Kupanda mbegu sio kutoa sadaka, ila kupanda mbegu ni mchakato wa uwekezaji kiroho. Si kama unanielewa? Acha tuende polepole, utaenda ukinielewa hatua kwa hatua. Sema amen kwa jina la Yesu. Wacha tupite muda huu kwenye kitabu kingine cha Injili ya Marko, ile sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko ile sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8 inasema namna hii. Sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda mbegu, nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Afu anasema nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa Biblia inasema mpanzi alipanda mbegu, na huyu mpanzi alipanda mbegu za aina 4. Mbegu ya kwanza aliipanda kando ya njia, ndege wakaja wakaila, haikuota. Mbegu ya pili, Biblia inasema mpanzi aliipanda kwenye mwamba, na yenyewe pia haikuota kwa sababu jua liliunguza ikapotea. Mbegu ya tatu, Biblia inasema mpanzi aliipanda kwenye miiba,
na yenyewe pia haikuota, miiba iliisonga, ndio maana haikuota. Mpanzi hakukoma, akapanda mbegu ya 4 kwenye udongo mzuri, na hiyo aliyopanda kwenye udongo mzuri, Biblia inasema ikaota, ikazaa na ikakua. Kwa ujumla wake tunaona katika hili neno kuna aina 4 za mbegu zinazopandwa na mpanzi mwanzo mwa msimu. Katika hili neno tunaona kuna aina 4 za mbegu zinazopandwa na mpanzi mwanzo mwa msimu. Asa muda huu nitapita nikutafsirie aina moja kiundani wake, na kwa sababu zina maelezo mapana kidogo yale ambayo Roho Mtakatifu amenipa, kwa leo nitafafanua aina ya kwanza peke yake. Asa kabla sijakufafanulia hizi aina 4, naomba kwanza nikuonyeshe maana ya neno mbegu, kwa sababu yamkini tangu nimeanza kufundisha mahali hapa unasikia tu nasema mbegu, ila unajiuliza hii mbegu ni nini? Kuna wengine wanafikirigi mbegu ni sadaka. Mwingine akisikia tu kupanda mbegu anajua ni sadaka. Sasa nisikilize leo ufahamu mbegu kwa maana nyingine. Nisikilize. Tunapoongelea mbegu kwenye somo letu, tunakuwa tunamaanisha ile mipango na malengo mbalimbali ambayo watu huwa tunaingia nayo ndani ya mwaka husika. Tunapoongelea mbegu au kupanda mbegu mwanzo mwa msimu, huwa tunaongelea mipango na malengo mbalimbali ambayo mtu huwa anaingia nayo ndani ya msimu wa mwaka husika. Kwa mfano, mwaka unapoanza, kila mmoja huwa ana malengo yake, huwa ana matamanio yake. Unakuta mtu anasema natamani mwaka huu niolewe, natamani mwaka huu nioe. Mwingine atasema natamani mambo 4 kwenye huu mwaka. Natamani nijenge nyumba yangu, natamani nisomeshe watoto wangu wamalize chuo kikuu, natamani nimjengee mama yangu nyumba, natamani biashara yangu ikue. Hayo ni malengo yake alionao kwenye mwaka. Kwa hayo malengo ulionayo, linaweza likawa ni lengo moja, yanaweza yakawa ni malengo 2 au 3 kwa kutegemeana na mtu mwenyewe. Hayo malengo ndio yanaitwa mbegu, Kwa tunapoongelea kupanda mbegu, tunaongelea malengo ulionayo, kuweka malengo kwenye mwaka, Sijui kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Asa haya malengo kwenye mwaka yako ya aina 4. Ziko aina 4 za mbegu. Hizi mbegu ziko za aina 4. Kwa ninaomba mpaka sasa hivi tuelewane. Ukinisikia nasema mbegu, na kuwa na maanisha malengo mtu unayokuwa nayo ndani ya mwaka husika. Hiyo ndiyo mbegu. Kwa nikisema mbegu, usiseme sadaka. Kumbuka ni malengo ulionayo ndani ya mwaka husika. Sadaka ni kitu kingine na mbegu ni kitu kingine, ingawa vina uhusiano kwenye utendaji. Sadaka ni nini? Sadaka ni mbolea unayoisindikizia mbegu unayopanda kwenye mwaka. Sadaka ni mbolea unayosindikizia mbegu unayopanda kwenye mwaka. Unapojiwekea malengo kwenye mwaka, unayatolea sadaka. Ile sadaka inasimama kama mbolea. Nikikurudisha kwenye ile Wakorintho wa kwanza niliyokusomea pale mwanzoni, ile Wakorintho wa kwanza, ile sura tuliangalia ile sura ya 3 ule mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 ule mstari wa 6. Tuliona Paulo anasema, mimi Paulo nilipanda, Apolo akamwagilia maji. Kwa lugha ya somo letu tunaweza tukasema Paulo aliweka malengo, Apolo akatoa sadaka juu ya hayo malengo. Narudia tena, Paulo aliweka malengo, Apolo akatolea sadaka
juu ya hayo malengo Mungu ayafanikishe. Kwa hiyo Paulo anaposema mimi Paulo nalipanda, ina maana mimi Paulo naliweka malengo kwenye huu mwaka wetu, Mungu anisaidia akaweka malengo yake pale. Apolo alitia maji, ina maana Apolo akatoa sadaka ya kuombea malengo yao. Ile sadaka ikawa maji, ikawa mbolea ya kusaidia mbegu istawi. Afu anayeikuza ni Mungu, anayefanikisha malengo yako ya mwaka ni Mungu na si kitu kingine. Nafikiri unanielewa mtu wa Mungu. Naomba nikutahadharishe mapema, mimi ni mwalimu, mimi sio mwinjilisti. Kwa hiyo ninafundisha. Ukinisikiliza vibaya unaweza ukatoka umechanganyikiwa. Kwa nisikilize ukiwa umetuliza akili ili uelewe vizuri. Wacha muda huu turudi kwenye aina 4 za mbegu. Aina 4 za mbegu. Nianze na aina ya kwanza. Aina ya kwanza. Aina ya kwanza ya mbegu ni mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Aina ya kwanza ni mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Aina ya kwanza ni mbegu zilizoanguka kando ya njia zikaliwa na ndege. Kumbuka kwenye ile Injili ya Marko sura ya 4 tuliona aina 4 za mbegu. Kwamba hapa ndo tunaanza aina ya kwanza ambayo ni mbegu iliyoanguka kando ya njia ikaliwa na ndege. Hii tunaiona kwenye ile Marko sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 3 na wa 4. Inasema hivi, sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Kwa tunaona mpanzi anapanda mbegu, wanakuja ndege wanaila ile mbegu. Kwa nini? Kwa sababu imeanguka kando ya njia. Wapendwa, mbegu ni mipango na malengo huyu mpanzi aliweka, lakini kabla mipango na malengo kwenye mwaka hayajatimia, walikuja ndege wakayala, wakaharibu ile mipango isitimie. Asa hawa ndege ni nini? Kama tumesema mipango ni malengo tunayokuwa nayo ndani ya mwaka. Je, ndege anayekula mipango ni kitu gani? Ndege anayekula mipango ni kitu gani? Tunapoongelea ndege, tunakuwa tunaongelea vikwazo ambavyo vinaweza vikatokea vikakwamisha mipango yako. Ni vikwazo vinavyoweza vikatokea vikakwamisha mipango yako ndani ya mwaka. Tunapoongelea ndege anayekula mbegu, tunaongelea vikwazo vinavyoweza vikatokea vikakwamisha malengo yako uliyojiwekea ndani ya mwaka husika. Sasa hivi vikwazo nimevigawanya katika aina kubwa 3. Tuanze na aina ya kwanza. Aina ya kwanza, kuna mipango inayoweza kuliwa na ndege wa majanga ya ghafla yanayotokeaga kwenye maisha bila kutegemea. Kuna mipango inayoweza ikaliwa na ndege wa majanga ya ghafla inayotokeaga kwenye maisha bila wewe kutegemea. Kuna mipango inayoweza kuliwa na ndege wa majanga ya ghafla yanayotokeaga kwenye maisha bila wewe kutegemea. Sawa sawa na kile kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 8 ule mstari wa 24. Injili ya Mathayo ile sura ya 8 ule mstari wa 24. Injili ya Mathayo sura ya 8 mstari wa 24 inasema namna hii. Mathayo 8:24. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Kwa Biblia inasema wanafunzi wa Yesu walikuwa wanasafiri na Yesu baharini kwa kutegemea mashua au boti. Walipokuwa pale baharini, ghafla pakatokea msukosuko mkuu. Na huu msukosuko ulitokea bila wao kutegemea, bila wao kutarajia. Kwa mfano,
Biblia ya Kiingereza inaongea vizuri zaidi kwenye haya maneno. Angalia kile kitabu cha Matthew chapter 8 verse 24. Matthew chapter 8 verse 24. Kwa lugha ya Kiingereza inasema namna hii. Suddenly a terrible storm came up with waves higher than the boat. Jesus was asleep. Angalia vizuri. Anasema suddenly a terrible storm. Nataka usikie anaposema suddenly. Suddenly, kwa mujibu wa dictionary ya English to English, suddenly inamaanisha occasion or situation can occur without audience to anticipate. Yani ni tukio au hali inayoweza kujitokeza bila muhusika kutegemea. Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa chomboni. Suddenly, ghafla, storm, dhoruba ikatokea bila wao kutegemea. Hakuna aliyekuwa amekaa kuomba labda Mungu akamuonyesha kwamba tukipanda kwenye boti dhoruba itatokea kwa tujiandae. Hakuna ambaye alikuwa amehisi kwamba kwenye hii safari ninahisi kuna dhoruba zitatokea. Hakuna aliyekuwa amehisi. Wote walikuwa wamerelax na walijiamini kwa sababu walikuwa wameshapanda mbegu kwenye boti yao. Walikuwa wameshaweka malengo yao na wameyakabidhi kwa Mungu. Walikuwa wako na Yesu kwenye boti. Hawakuwa peke yao. Na ndio maana Biblia inasema Jesus was asleep. Yani Yesu alikuwa amelala. Ina maana alikuwa nao kwenye boti. Yesu hakuwa amelala nje ya boti. No. Alikuwa amelala ndani ya boti. Kwa ile wao kuwa na Yesu, haijalishi amelala hajalala, iliwapa kujiamini kwamba kwa sababu tupo na Yesu hakuna baya litakalo tukuta kwenye huu msimu wetu au mwaka, kwenye hii safari hapa baharini. Lakini Biblia inasema ghafla dhoruba ikatokea ambayo inataka kukwamisha safari yao. Mtu wa Mungu, ile dhoruba iliyotokea ghafla ikataka kuangamiza mitume pale baharini. Kwa lugha ya somo letu tunaita ndege alikuja kula mbegu. Ndege alikuja kula mbegu. Sasa angalia, mtu anaweza akaanza mwaka, yuko mwezi wa kwanza wa mwaka, akiwa tu kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka ukaweka malengo yako kwenye mwaka, ukaanza mwezi wa pili, ghafla mwezi wa tatu unashangaa linatokea tukio linavuruga mfumo mzima wa maisha yako. Unakuta mtu anakuambia yuko mwanzo wa mwaka, anasema mwaka huu lazima nitajenga nyumba yangu. Na mwaka jana pia alisema hivyo hivyo, na mwaka huu pia amesema. Unaanza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Inafika mwezi wa 4 unamuuliza, vipi ule mpango uliokuwa nao Januari wa kujenga nyumba? Anakuambia mambo yameingiliana. Sijui kama mwaka huu nitaweza. Yuko mwezi wa 4 hapo. Ikifika mwezi wa 8 amekata tamaa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu anasema mambo yameingiliana. Mwingine atakwambia mtoto aliumwa ghafla, hela niliyotegemea tanunua kiwanja tumeishia kutibu mtoto hospitalini. Mwingine atakwambia duka liliungua, kwa hiyo nimeanza upya. Mwingine alikuwa na mpango wa kuolewa, anakwambia nimemfumania yule mchumba wangu, kwa hiyo tumeahirisha, sitaolewa tena au sitaoa tena. Kwa unakuta kuna kajambo kanatokea kana kuvuruga kwenye mwaka, unashindwa kukamilisha malengo yako. Sasa hako kajambo kanakoweza kutokea, hivyo vijimambo vinavyoweza kutokea, ndio tunaviita ndege aliyekula mbegu, kikwazo kilichozuia malengo kufanikiwa. Nasonga mbele na aina ya pili ya ndege. Aina ya pili ya ndege, nisikilize polepole, utaelewa vizuri sana. Aina ya pili, kuna mipango inayoweza kuliwa na ndege wa hila za wanadamu wanaoweza kukuinulia maneno ya kukuzuia kufanikisha malengo yako. Kuna mipango inayoweza kuliwa na ndege za hila za wanadamu wanaoweza kukuinulia maneno ya kuzuia kufanikisha malengo yako. Sawa na kile kitabu cha Zaburi ya 52 ule mstari wa 2 hadi wa 4. Zaburi ya 52
ule mstari wa 2 hadi wa 4. Roho Mtakatifu ananiambia rudia tena kusoma hiyo pointi, kuna mtu umemwacha. Pointi inasema hivi: kuna mipango inayoweza kuliwa na ndege wa hila za wanadamu wanaoweza kukuinulia maneno ya kukuzuia kufanikisha malengo yako, sawasawa na ile Zaburi ya 52 ule mstari wa 2 hadi wa 4. Zaburi ya 52 ule mstari wa 2 hadi wa 4 inasema namna hii: kandarabushaka, ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Umependa mabaya kuliko mema, na uongo kuliko kusema ukweli. Umependa maneno yote ya kupoteza watu, ewe ulimi wenye hila. Kwa Biblia inasema ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Ina maana Biblia inaongelea aina ya watu ambao hawa watu huwa ni watunga maneno. Wana uwezo wa kutunga neno likakata mipango ya mtu, likaharibu malengo ya mtu. Na ndio maana inasema kama wembe mkali. Maneno ya hila au maneno ya uchonganishi ni wembe unaokata maisha ya watu. Na ndio maana mtu anaweza akadhoofika tu kwa ajili ya neno fulani alilosikia. Na uwe makini sana kwenye hili eneo. Kuna watu ambao unaweza ukaweka malengo kwenye mwaka na ukaamini haya malengo yatatimia, lakini ghafla wakatokea watu wakainua maneno ili kukudhoofisha usifikie lile lengo lako. Kwa mfano, Nehemia aliweka malengo kwamba naenda nyumbani kujenga ukuta wa hekalu. Akaweka hayo malengo na mfalme akambariki kwenye malengo yake. Nehemia akaenda nyumbani kwao. Angalia kilichotokea. Nehemia alipofika pale nyumbani kwao, ile anaonyesha nia ya kutaka kuanza kujenga ukuta sawasawa na malengo aliyojiwekea. Wakainuka wakina Sanibalati, wakina Tobia na wengineo, wakaanza kumsema, tuone kama ataweza. Hawezi kujenga ukuta, hatofika mbali, ataishia njiani, akijenga ukuta utabomoka. Wakamsema kila aina ya maneno. Waliokuwa wanashirikiana na Nehemia kwenye ile kazi, mioyo yao ikadhoofika, wakaanza kusikia kuacha kufanya wanachotaka. Lakini Nehemia ndani yake hakusikiliza yale maneno. Nisikilize polepole. Shetani hawezi kufurahia uvune mema kwenye mwaka. Na ndio maana kuna watu kila mwaka mnawekaga malengo, ila wanatokea watu wanawakwamisha. Na kinachosikitisha, watu ambao huwa wanatukwamisha hawatokeage mbali. Mwingine anaweza akawa ni mke wako, umo ndani ni mke wako. Anakuambia hivi, mme wangu, huku kusalisali huku si ndio kunatuchelewesha? Kwa nini tusiachane na mambo ya kusalisali? Mwingine anaweza akawa ni mtoto wako, mwingine ni mzazi wako, wengine ni rafiki zako, wengine ni wafanyakazi wenzako. Unaweka lengo, unasema mwaka huu utaenda kuongeza elimu. Na Mungu anajua wazi kabisa ukiongeza elimu utapanda cheo. Ila shetani hataki upande cheo. Anatokea mtu anainua maneno ofisini. Mara ghafla ruhusa yako uliokuwa umeambiwa mwaka huu utaenda kusoma, unasikia imekanseliwa. Unajiuliza kwa nini imekanseliwa? Au wakati mwingine mtu anakuahidi kukupa mtaji. Anakuambia 2026 takupa mtaji. Kwa unaingia kwenye mwaka, ndani yako unaamini mwaka huu biashara yangu itaongezeka, maana fulani aliniambia atanipa mtaji. Imefika Januari, Februari anakusaliti. Anakuambia sikupi tena. Kwa nini? Kuna maneno yanainuka tu ya kuwachonganisha, anakata tamaa ya kukupa. Nisikilize polepole. Maneno ya hila ambayo huwa yanainuka kutuzuia ni sawa na ndege aliyekula mbegu isifanikiwe. Acha nikuonyeshe aina ya tatu. Mimi nasonga mbele, nifuatilie polepole, utaenda utavuka. Aina ya tatu, kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mitaji au vyanzo vya kuifanikisha.
Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mitaji au vyanzo vya kuifanikisha. Kuna mipango iliyoliwa na ndege wa kukosa mitaji au vyanzo vya kuifanikisha. Sawa sawa na kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 43 ule mstari wa 4. Isaya sura ya 43 ule mstari wa 4 inasema namna hii: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa Biblia iko wazi kwamba katika kila hatua ya maisha yako Mungu huwa anatoa watu kwa ajili yako, kabila za watu kwa ajili yako, kwa ajili ya kukufanikisha kwenye hiyo hatua. Kuna mambo ambayo hayawezi kutokea kwenye maisha yako bila Mungu kukuinulia watu wa kuwa sababu za kufanya yatokee. Kuna mambo ambayo huwezi ukayafanikisha bila Mungu kukuinulia watu wa kuyafanikisha pamoja na wewe, kwa sababu mifumo ya maisha ya binadamu duniani ni mifumo ambayo tunaishi kwa kutegemeana. Kuna mambo ambayo mimi naweza nikakutegemea wewe, Mungu akutumie kunivusha, na kuna mahala tena wewe ukanitegemea mimi, Mungu anitumie kukuvusha. Labda kwa mfano, mimi ni mhudumu wa kiroho, ninaombea watu, na wewe ni daktari, uko hospitalini unatibu watu. Siku nikiumwa jino, sitoenda kwa mtumishi mwenzangu aniombee, takuja kwako unitibu jino. Aidha utaning'oa jino au utaniwekea simenti. Ina maana umetumika kunivusha. Lakini siku na wewe utapata shida ya kiroho, hutoenda kwa daktari mwenzako akutibu, maana haitibiki kihospitali. Utakuja kwangu, nitakuombea. Ina maana na mimi nimetumika kukuvusha. Sasa nimekupa mfano mwepesi, unaweza ukauvutia picha na tafsiri kwenye eneo pana la maisha yetu. Mtu wa Mungu aliye hai, kuna mipango ambayo unaweza ukaweka kwenye mwaka, haiwezi kufanikiwa, lazima uinuliwe watu wa kuyafanikisha. Na ndio maana unaweza ukakuta mwaka uliopita, msimu uliopita, mambo mengi ambayo ulishindwa kuyafikia ni kwa sababu ulikosa watu sahihi wa kutembea na wewe ili kufanikisha hayo mambo. Watu wengi sana wanaanguka, wanakwama kutimiza malengo yao kwenye msimu. Si kwamba wanapenda, ila wanakwamishwa na watu wengine. Kwa Kiswahili cha vijana tunaita wachomaji. Anatokea mtu tu anakuchomesha, unajikuta umefeli. Mtu wa Mungu, mwaka huu na msimu huu lazima Mungu akupe watu sahihi, akuinulie watu sahihi wa kutembea pamoja na wewe ili kufanikisha mipango na malengo ulio nayo, kwa sababu wale watu ambao wanakukwamishaga, hao ni ndege wanaokula mbegu. Oh, Mungu akuepushe nao. Sema amen kwa jina la Yesu. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Kama unaelewa sema amen. Tusonge mbele na kipengele kingine kinachoitwa hatua za kulinda lango la mwanzo wa msimu wa mwaka ili kila mbegu unayopanda isiliwe na ndege. Hatua za kulinda lango la mwanzo wa mwaka au mwanzo wa msimu wa mwaka ili kila mbegu tunayopanda isiliwe na ndege. Hatua za kulinda lango mwanzoni mwa msimu wa mwaka ili kila mbegu unayopanda isiliwe na ndege. Asa huko nyuma nimekuonyesha ndege ambavyo wao wanakula, vikwazo vinavyotuzuiaga malengo yetu yasitimie kwenye mwaka. Asa muda huu utaenda kukuonyesha jinsi ya kulinda sasa ili huyu ndege asile mipango yako. Yamkini umenisikiliza na umegundua kila mwaka huwa unafeli kwa sababu labda kuna ndege wa hila za maneno zinatokeaga, unashindwa kutimiza malengo. Kuna mbegu za kukosa mtaji, unashindwa kutimiza malengo. Kuna mbegu za kuharibiwa tu na watu, unashindwa kutimiza malengo. Hasa muda huu nataka kukuonyesha namna unavyoweza ukalinda mwaka huu ili vile vinavyokufelishaga miaka yote visikufelishe mwaka huu.
Na unajua kwa nini muda huu nataka kukuonyesha hizi hatua? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu ameniambia huu mwaka lazima kila aliyoko hapa malengo yake yatimie, malengo yake yatimie. Sema amen. Oh, nasikia ndani yangu Roho Mtakatifu akisema lazima huu mwaka kila utakachopanga kitimie katika jina la Yesu. Sema amen. Na ndiyo maana tembea na mimi kwenye hizi hatua kwa uwezo wa Roho. Tuanze na hatua ya kwanza. Tuanze na hatua ya kwanza. Ingekuwa mimi ni wewe, ningekuwa naziandika ili nipate nafasi ya kuziombea kwa uelewa zaidi. Ingekuwa mimi ni wewe. Hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza. Itambue namba 1 kama lango la uzao wa miezi yote na matukio yote ya mwaka mzima. Itambue namba 1 kama lango la uzao wa miezi yote na matukio yote ya mwaka mzima. Itambue namba 1 kama lango la uzao la miezi yote na matukio yote ya mwaka mzima, sawasawa na kile kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 24 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Injili ya Luka ile sura ya 24 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Injili ya Luka ile sura ya 24 mstari wa kwanza hadi wa pili. Inasema namna hii: hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Nisikilize polepole. Biblia inasema siku ya kwanza ya juma walikwenda wakakuta jiwe limevingirishwa na kaburi. Yesu amefufuka. Nisikilize polepole. Kwa nini hao akina mama hawakwenda siku ya pili ya juma? Hawakwenda siku ya tatu ya juma, walikwenda siku ya kwanza ya juma. Kwa nini? Kwa nini walienda siku ya kwanza ya juma? Hichi ni kitu ambacho hata mimi nilimuuliza Roho Mtakatifu. Kwa nini Biblia iandike hata siku ya kwanza ya juma walikwenda kaburini? Kwa nini sio siku ya pili? Kwa nini sio siku ya tatu? Nimefuatilia kwenye Injili ya Marko, Injili ya Luka, Mathayo, zote zinasema siku ya kwanza ya juma. Zote zina lugha moja. Nisikilize polepole. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma kwa sababu ile siku ya kwanza ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna kitu cha ukombozi kinazaliwa ulimwenguni. Ilikuwa siku ya kwanza ya juma kwa sababu ilikuwa ni ishara ya kitu cha ukombozi kinazaliwa ulimwenguni. Na hichi kitu cha ukombozi ilikuwa ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Na hapa ndio ikawa mwanzo wa kanisa. Kanisa lilianzia hapa Yesu alipofufuka. Ndio akawaambia kaeni humo ndani mjazwe Roho, na mambo mengine yakaendelea. Kwa wanaosoma Biblia wanaelewa, na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utapata vizuri zaidi. Kwa ile siku ya kwanza ya juma ni lango. Sasa tunapokuwa tupo kwenye mwaka, mwezi wa kwanza wa juma, mwezi wa kwanza wa msimu, mwezi wa kwanza wa msimu, mwezi wa kwanza wa mwaka ni lango la mwaka mzima. Kwa sababu huwezi kuiona Februari bila Januari. Huwezi kuona Machi bila Januari. Na shetani akitaka avuruge mwaka wako, anakuja kukupigia kwenye Januari. Kwa sababu anajua Januari ndiyo lango la msimu wa mwaka. Mungu baraka zako zote za mwaka huu huwa anakubarikigi Januari. Hii miezi mingine inakuwa ni utekelezaji tu. Acha nikupe mfano. Kwa mfano wa wale watu wanaofanya kazi kwenye taasisi kubwa kubwa. Kila taasisi inapoanza mwaka inakuwa imeweka bajeti ya mwaka mzima. Hata serikali pia huwa inaweka bajeti ya mwaka mzima. Na ndani ya huo mwaka mzima inawekwa bajeti ambayo imebeba mishahara ya wafanyakazi, matumizi ya taasisi zote na kila kitu. Kwa mfano, likitokea hitaji mwezi wa 7, wewe kama mkurugenzi
ukienda kuomba hela kwa bodi au kwa dona au kwa mfadhili, anakuambia ili jambo halipo kwenye bajeti yetu ya mwaka huu, labda mliweke kwenye bajeti ya mwakani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Januari ya mwaka taasisi ilishawekewa hela za mwaka mzima, na ndio maana unakuta kuna watu mishahara ya mwaka mzima ilishawekwa kwenye mfuko wa taasisi, unakuta ni milioni 100. Kwa hiyo inapofika tu kila mwezi, mhasibu anaandika request, anapeleka kwa mkurugenzi, inasainiwa, unaingiziwa mshahara wako labda 500,000 na yule na yule na yule mwaka mzima, ila mshahara wenu uko benki, nyie mnapewa kadiri ya mlivyoambiwa mtapewa kila mwaka. Ndivyo na Mungu naye ni hivyo hivyo. Hela yako, baraka zako, mafanikio yako ya mwaka huu yako Januari, kwa sababu ni lango. Kwa hiyo inapofika Februari anayachomoa tu kwenye akaunti anakupa. Ikifika mwezi Machi anachomoa kwenye akaunti anakupa. Achomoi kwenye akaunti ya Machi, anachomoa ya Januari. Ikifika Novemba anachomoa Januari. Kama mwaka huu utaolewa, hiyo ndoa imeshawekwa Januari. Kwa shetani akitaka azuie ndoa, anakuja kukuloga Januari. Na ndio maana mwanzo wa mwaka huwa kuna mashambulizi sana kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu ndiyo lango la mapokeo. Nafikiri umenielewa. Twende kwenye hatua ya pili. Hatua ya kwanza umeshatambua namba 1 ni lango. Twende hatua ya pili. Ufanyaje? Hatua ya pili, itambue damu ya Yesu ndiyo ulinzi wa malango inayozuia ndege asile mbegu utakayopanda ndani ya mwaka mzima. Itambue damu ya Yesu ndiyo ulinzi wa malango inayozuia ndege asile mbegu utakayopanda ndani ya mwaka mzima. Sawa na kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Inasema namna hii: mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa Biblia inasema wazi kabisa kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanataka kuondoka Misri, Mungu aliwaambia kitu kwamba chukueni damu ya kondoo mkapake kwenye miimo ya malango yenu. Nitakapopita ili kuangamiza wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, nitakapokuwa naiona damu ya kondoo kwenye miimo ya mlango wako, sitopita hapo niangamize. Kwa nini? Kwa sababu damu ni malango, ni ulinzi wa malango, ni ulinzi wa malango. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo ile sura ya 5 mstari wa 12, kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12 kinatuambia Yesu ni mwanakondoo aliyechinjwa. Yesu ni mwanakondoo aliyechinjwa. Kwa kama Agano la Kale walitumia damu ya kondoo kulinda malango, sisi Agano Jipya hatutumii damu ya kondoo wa mnyama, hatutumii damu ya binadamu kulinda malango, hatutumii damu ya kuku kulinda malango, ila tunatumia damu ya Yesu, kwa sababu yenyewe ni bora kuliko damu ya kuku, damu ya binadamu na damu nyinginezo. Na sharti la hii damu ya ulinzi wa malango inapakwa kwenye malango ya mwanzo wa msimu. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu. Kuna mtu anasema napakaje hiyo damu? Unapaka kwa imani. Ndio maana kule mwanzoni nilikwambia swala la kupanda mbegu ni swala la kiroho. Ni kama ni swala la kiroho linahusisha imani. Kwa hata hii damu tunayoitumia kulinda lango tunaipaka kwa mdomo. Unapakaje? Kwa kuongea tu katika maombi au katika sala. Unakuwa umekaa katika kusali,
unamwambia Mungu, Mungu, naachilia damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa kwanza wa mwaka. Naomba mwaka huu wote unilinde na ulinde malengo yangu yapate kutimia. Unasema tu hivyo. Umekaa kwa Yesu wa Ekaristi, labda unakaa tu kwa Yesu wa Ekaristi, unasema Yesu wa Ekaristi, nachukua damu yako iliyomwagika msalabani na inyunyizia kwenye mwanzo wa mwaka huu, mwezi Januari. Ninaomba unilinde mwaka mzima, malengo yangu na mipango yangu ipate kutimia. Kitendo cha wewe kusema namna hiyo unaweza ukachukulia ni kitu rahisi, ila katika ulimwengu wa roho umetengeneza kitu kikubwa mno, kiasi ambacho kila ndege, kila kikwazo kitakachokuwa kinakuja kukukwamisha kwenye huo mwaka, kikija tu kwenye lango kinakutana na moto, kwamba hapa ni untouchable, hapa ni ungussable, hapa gusiki, hapa ingiliki, kwa sababu pana ulinzi madhubuti wa damu ya Yesu. Damu ya kuku huwa inachacha, na ndio maana ukimwagia sehemu, ukienda ukirudi unakuta sisimizi. Lakini damu ya Yesu, kwa sababu inawekwa kiroho, haichachi, haipoi, haiharibiki. Ukiweka ulinzi wa damu ya Yesu kwenye mwaka wako, shetani akiinua magonjwa ya ghafla ili avuruge malengo yako, utumie hela vibaya, badala ya kutumia hela kwa ajili ya kufanikiwa, unajikuta umetumia hela tofauti. Maana kuna wakati unasema hii hela ataitumia kufanikisha hili, lakini ghafla unajikuta umeitumia hiyo hela vibaya. Ukiweka damu ya Yesu mwanzo wa mwaka, shetani anapoleta janga la kuvuruga ili uwe na matumizi mabaya ya hela, damu ya Yesu inasema no, kaa nyuma yake. Huyu mwaka huu atatumia hela kwa akili, atafanikiwa, hatumii hela vibaya. Hakuna magonjwa kwenye nyumba yake, hakuna ukoma kwenye mji wake, hakuna kupewa barua ya kusitishiwa mkataba, hakuna kuambiwa mwaka huu unaondolewa kazini. Ni mwaka wake wa kufanikiwa na kutenda mambo makuu. Mtu wa Mungu ulioko hapa, kama umezoea kuteseka, mateso ni miaka iliyopita. Mwaka huu sio mwaka wa kuteseka. Weka damu ya Yesu kwenye lango la msimu kwa kutamka tu, damu ya Yesu, linda mwezi wangu wa kwanza na mwaka wangu ufanikiwe. Utaona mema, utaona mema. Rapa koriasaka. Haleluya. Wana wa Mungu ali hai. Twende kwenye hatua ya tatu na ya mwisho. Hatua ya tatu na ya mwisho. Gari limewaka. Funga mkanda, mtu wa Mungu, tutakuacha. Twende kwenye hatua ya tatu na ya mwisho. Chukua damu ya Yesu na anza kupaka kwa imani kwenye mwezi Januari. Chukua damu ya Yesu, anza kupaka kwa imani kwenye mwezi Januari, sawasawa na ile Waibrania sura ya 10 ule mstari wa 38 hadi 39. Waibrania sura ya 10 ule mstari wa 38 hadi 39. Waibrania sura ya 10 ule mstari wa 38 hadi 39 inasema namna hii: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao wao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Moja ya mambo Mungu aliyotusemesha ni mwaka huu tutaishi kwa imani. Kila jambo litatokea na kutendeka kwa imani. Matendo makuu ya Mungu tutatenda kwa imani. Na ndiyo maana, mtu wa Mungu, maisha yetu kila kitu kinatokea kwa imani. Ndio maana nimekusemesha hatua ya tatu, unachukua damu ya Yesu unapaka kwenye lango la mwezi Januari, kwa sababu mwezi Januari ndio kila kitu kinawekwa kwenye huo mwezi. Kumbuka, mishahara ya taasisi inawekwa mwezi Januari, hela ya mradi inawekwa mwezi Januari, baraka zako zimewekwa Januari. Shetani akitaka kuharibu, anaharibu Januari. Kila mwaka unafeli. Huko kufeli ulikofeli mwezi wa 9 ni Januari ilipigwa. Mimba iliyotoka mwezi wa 11 ililiwa Januari. Kitaka mwaka huu mimba zisitoke, paka damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wako Januari. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai?
Mwezi Januari ndio kila kitu katika ulimwengu wa roho. Mwezi Januari ndio kila kitu katika ulimwengu wa roho. Kanda rabu shakaraba. Tutaenda kufanya zoezi la imani. Na kuna kazi naomba nikupatie, maana tukianza kuomba hapa naweza hata nikajaa upako nikasahau kukwambia. Ninaomba kila mtu aandike kwenye karatasi malengo ambayo unategemea mwaka huu Mungu aweze kukusaidia uyapate. Kila mtu aandike kwenye karatasi. Andika malengo yote ambayo unataka upate mwaka huu. Andika kwenye karatasi. Yamkini tayari ulishaandika sehemu fulani ukayaombea. Kumbuka nimekwambia mkulima mkubwa anapanda mbegu kila mahali. Wewe andike tena kwa upya yale tutaombea tena na hapa. Hii ni sawa na umekuja shamba lingine. Kule ulikopanda mbegu mara ya kwanza yamkini ni shamba lako la Singida. Hapa umekuja kwenye shamba lako la Bikira Maria msaada wa daima. Na penyewe pia panda. Karapo korianderebo shaka. Kandaraba sakarabo shike. Tutaenda kufanya zoezi. Na kukumbusha tu, hatua ziko 3. Itambue mwezi Januari ni lango la mwaka. Hatua ya pili, itambue damu ya Yesu ni ulinzi. Hatua ya 3, chukua damu ya Yesu paka kwenye mwezi Januari. Twende tufanye hilo zoezi. Orabo sheke. Sema Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Sali pamoja na mimi, usinyamaze. Wewe nifuate mimi ninavyosema kwa imani. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa imani. Baba, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe. Ninatubu mbele zako. Ninaomba unisamehe. Mungu uliye hai, miaka mingine nimekuwa nikipata hasara kwa sababu sikutambua mahala sahihi pa kupanda mbegu. Mungu naomba unirehemu. Leo nimetambua mahala sahihi pa kupanda mbegu ni madhabahuni kwako. Mahala sahihi pa kupanda mbegu ni mbele zako Yesu Kristo. Na ndiyo maana nasogea kwako, Mungu uliye mfalme wa amani. Baba uliye mtakatifu. Baba uliye simba wa kabila la Yuda. Baba, ninaomba kulinda malango yangu ya mwezi wa kwanza. Sema, Yesu, ninatambua huu mwezi wa kwanza ni mwezi wa msimu wa kwanza. Ni mwezi uliobeba mambo yote ya mwaka huu wote. Ni mwezi uliobeba mambo yote ya msimu mzima. Sema, Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako kwenye huu mwezi wa kwanza. Ninanyunyiza damu yako kwenye huu mwezi wa kwanza, kwa sababu ninaamini damu yako inaposimama kwenye mwezi wa kwanza, msimu wa mwaka huu wote utakuwa chini ya ulinzi wako, utakuwa chini ya utawala wako. Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unilindie Januari, naomba unilindie Februari, naomba unilindie mwezi Machi, naomba unilindie mwezi Aprili, naomba unilindie mwezi Mei, naomba unilindie mwezi Juni, naomba unilindie mwezi Julai, naomba unilindie mwezi Agosti, naomba unilindie mwezi Septemba, naomba unilindie mwezi Oktoba, naomba unilindie mwezi Novemba, naomba unilindie mwezi Disemba, katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Baba, ninapaka damu yako kwenye mwaka huu wote. Bwana, ninapaka damu yako kwenye lango la huu mwezi. Napaka damu yako kwenye lango la huu mwezi. Napaka damu yako Yesu kwenye lango la huu mwezi. Ninaomba ulinde, usiruhusu ndege wa magonjwa, ndege wa mapepo, ndege wa uharibifu, roho mbalimbali za shetani ambazo huwa zinakula na kuharibu mwaka wangu. Baba, ninapaka damu ya Yesu, napaka damu ya Yesu, napaka damu ya Yesu. Haya, endelea kutamka kwa maneno yako, endelea kutamka mahala ulipo. Usinyamaze kimya, mtu wa Mungu. Huu ni wakati wa kusali, huu ni wakati wa kusali. Sio lazima uombe kama mimi ninavyoomba, ila tu wewe sali vile ulivyo na imani. Mwambie tu Mungu, napaka damu ya Yesu kwenye lango langu la mwaka. Napaka damu ya Yesu, napaka damu ya Yesu, napaka damu ya Yesu. Endelea kupaka, endelea kupaka, maana ninamwona mtu hapa ameshika kizazi. Kila mwaka anapoteza mimba, kila mwaka anapoteza mimba kwa sababu zinaliwa mwezi Januari.
tayari. Paka damu ya Yesu, paka damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa kwanza, ili matatizo ya mimba zinazotoka mwaka huu isitoke. Mimba yoyote utakayobeba mwaka huu isitoke. Kuna watu kila mwaka wanawekwa selo kwa sababu ya kudaiwa, anawekwa polisi kwa sababu ya kudaiwa. Paka damu ya Yesu, mwaka huu hutokamatwa, hutoaibishwa kwa ajili ya madeni. Paka damu ya Yesu, paka damu ya Yesu. Mabaya yote yaliyokukuta msimu uliopita, mwaka huu hayatakupata, kwa sababu mwaka huu yuko Yesu, anasimama na damu yake kulinda malango yako. Yamkini unakataliwa kila unapokwenda. Rapakoriandereboshaka. Paka damu ya Yesu, paka damu ya Yesu. Usiwe mvivu wa kuomba, endelea kuomba. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena. Unaweza kuomba kawaida, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, tutatenda mambo makuu kwa imani. Weka damu ya Yesu. Shetani afurahii malengo unayoweka kwenye mwaka. Hizo ni mbegu, ndio maana analeta ndege. Wewe weka tu damu ya Yesu, ni bora kuliko damu zote, ni bora kuliko damu zote. Endelea kuweka damu ya Yesu, endelea kuweka damu ya Yesu. Kandarabu shaka rekeshekerebo, endelea kuweka damu ya Yesu, mtu wa Mungu. Nami naendelea kukuombea. Mungu alinde mwaka wako, Mungu alinde msimu wako, Mungu alinde msimu wako katika jina la Yesu. Pasiwepo na roho ya shetani ya kuharibu maisha yako, ya kuvuruga maisha yako. Bwana atembee na wewe, Bwana aongoze njia zako mwaka huu wote. Bwana akulinde na kukutunza ndani ya mwaka mzima. Bwana akuondolee maadui, akuinulie watu sahihi, watu waliokukwamisha miaka iliyopita, katika jina la Yesu. Na kuombea huu mwaka, Mungu akuinulie watu sahihi wa kutembea na wewe, wa kukusapoti, wa kushirikiana na wewe, watu ambao hawatokuwa hasara, hawatokuwa mwiba, hawatokuwa sehemu ya kukukwamisha, bali watakuwa sehemu ya kukufanikisha. Hao watu Bwana ainue karibu yako. Bwana ainue mtaji wa biashara, ili madeni yasikujirudia, yasijirudie mwaka huu. Kwa mamlaka niliyopewa, nafunga lango la madeni huu mwaka. Magonjwa, nafunga lango magonjwa. Kuna watu mmezunguka hospitalini mwaka ulioisha, mmeipenda tu mkitibiana. Kwa jina la Yesu, mwaka huu nafunga roho ya magonjwa. Sikiliza ewe gonjwa, mwaka huu hataumwa tena, hatakunywa madawa, hatochomwa sindano za pneumonia. Ukimwi, sikia ewe ukimwi, mwaka huu hatakunywa hiyo dawa, maana atapokea uponyaji wake katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kinachokukaba kooni, kinachokunyima usingizi wakati wa usiku, ninaamuru kikuachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaenda kutapika muda huu, kuna watu wanaenda kutapika. Haya, kwa jina la Yesu, sijizuie, tapika, hata kitoke kwa jina la Yesu. Tapika hiyo roho, tapika hiyo roho, tapika kwa jina la Yesu. Toka ndani yake, toka ndani yake. Tema vyote, hata kama ni makozi, we tema, usijizuie kwa jina la Yesu. Moto kwenye tumbo, moto. Naondoa uchafu wote kwa jina la Yesu. Ndio, ubaki huru. Hizo kamba zilizokufunga, hizo chaini zilizokufunga, na break down, na zivunja kwa jina la Yesu. Ndio, maisha yako yawekwe huru. Hakika Baba, we ni Mungu. Baba, we ni Mungu. Tunakiri wewe ni Mungu, hakuna linaloshindikana mbele yako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya kwanza. Baba, tunaliinua jina lako kwa ajili ya jioni hii, ikiwa ni siku yetu ya pili ya jioni na ya kwanza ya kunipa nafasi kusimama. Baba, ninakuinua, ninakutukuza. Nakushukuru kwa ajili ya Mwalimu James Ludovick. Nakushukuru kwa ajili yangu pia, namna ulivyonitumia. Nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Gonza, kiongozi wa kundi hili. Nakushukuru kwa ajili ya watu wote waliofuatilia ya masomo. Baba, tunarudisha sifa na utukufu kwako. Tunaomba baraka zako zitubariki na kutulinda, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
na kila mwenye pumzi apige ishara ya msalaba popote alipo na aseme amen. Mungu awabariki sana wapendwa, tukutane tena kesho. Usikose asubuhi na Mwalimu James Ludovick. Haleluya.